Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 16 Februari tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Elias na wenzake wafiadini. Elias alikuwa mmojawapo wa Wakristo wa Afrika watano kutoka Misri ambao walibatizwa majina ya manabii. Wengine waliitwa Yeremia, Isaya, Samueli na Danieli. Maisha ya wafiadini hawa wa Afrika yaliandikwa na Eusebio, mwandishi wa historia aliyekuwa akiishi Kaisarea, Israeli nyakati hizo. Siku moja walienda kuwatembelea rafiki zao wa Kristo ambao walikuwa wamepewa adhabu ya kufanya kazi ya kupasua mawe kwa sababu waliasi imani yao ya asili na kuwa Wakristo. Walipokuwa wakirudi kwao, walisimamishwa na askari kwenye lango la kuingilia Kaisarea. Walipowahoji, walikiri kuwa wao ni Wakristo. Walikamatwa na kutiwa kizuizini, na kesho yake walifikishwa mbele ya gavana wa Kaisarea. Gavana aliamuru askari wake wawatese hao ndugu ili watoe habari za kina kuhusu Wakristo wengine. Lakini hata baada ya kuteswa sana, hawakutoa habari yoyote kuhusu Wakristo wengine. Badala yake walikaa kimya. Basi gavana akaamuru askari wake wawakate vichwa. Elias na wenzake waliuawa mnamo mwaka 309. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Elias na wenzake wafiadini. Tazama, nasimama mlangoni na kubisha. Kama mtu yeyote akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia ndani na kula pamoja naye, naye pamoja nami. Rejea kitabu cha Ufunuo sura ya 3 aya ya 20. Watakatifu wengine tarehe 16 Februari: Mtakatifu Danieli, Mtakatifu Isaya, Mtakatifu Samueli, Mtakatifu Yeremia na Mtakatifu Julianus mfiadini wa Misri. Mtakatifu Elias na wenzake wafiadini, mtuombee.